Umoja wa Mataifa umesema hali ya wakimbizi wa Kongo huko Burundi ni mbaya mno. Na bomu ambalo halikuripuka wakati wa vita vya pili vya dunia lagundulika mjini Paris, Ufaransa. Habari kamili. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya droni na makombora na kuilenga miundombinu ya nishati ya Ukraine, huku Rais Volodymyr Zelensky akitoa wito wa kusitisha mashambulizi hayo. Wito wa Zelensky umetolewa wakati kukiwa na msukumo kutoka Marekani na Urusi kushinikiza kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan ameafikiana na kauli ya Zelensky. Tunaunga mkono wazo la kusitisha mapigano mara moja nchini Ukraine na kusitishwa kwa mashambulizi ya angani na baharini kama hatua ya kujenga imani kati ya pande husika. Rais huyo wa Ukraine amesema hatua za awali za kuleta amani ya kweli zinapaswa kwanza kukomesha mashambulizi ya angani na majini. Hayo yanajiri wakati mawaziri wa ulinzi wa Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Italia na Poland wanatarajiwa kujadiliana wiki ijayo kuhusu namna ya kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Geneva. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limetahadharisha hivi leo kuwa hali katika kambi za wakimbizi nchini Burundi ni mbaya mno, wakati nchi hiyo ikikabiliana na wimbi kubwa la wakimbizi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo limesema watu 45,000 kati ya 61,000 waliokimbilia Burundi kufuatia kuendelea kwa ghasia kati ya jeshi la Kongo na kundi la waasi wa M23 wanajihifadhi katika uwanja ulio wazi na wenye msongamano wa watu katika mkoa wa mpakani wa Rugombo. Hali ya usalama bado ni tete mashariki mwa Kongo, ambapo shirika la kimataifa la kulinda haki za watoto la Save the Children limesema kuwa takriban watoto 375,000 katika jimbo la Kivu Kaskazini wanakosa fursa ya kuendelea na masomo na wako hatarini kusajiliwa na makundi yenye silaha. Paris. Polisi nchini Ufaransa wamesitisha usafiri wa treni katika kituo cha kaskazini mwa mji mkuu Paris baada ya bomu ambalo halikuripuka wakati wa vita vya pili vya dunia kugundulika kwenye reli zinazoelekea kwenye kituo hicho chenye shughuli nyingi. Shirika la reli la Ufaransa limesema bomu hilo lilipatikana katikati ya njia ya reli huko Saint-Denis, kituo ambacho hupita treni kadhaa za mwendo kasi, ikiwa ni pamoja na ile ya Eurostar inayoelekea katika miji ya London na Brussels. Polisi walikuwa katika harakati za kulitegua bomu hilo huku barabara kadhaa zikifungwa pia. Mabomu yatokanayo na vita vya kwanza na vya pili vya dunia hugunduliwa mara kwa mara kote nchini Ufaransa na katika mataifa mengine ya Ulaya, lakini ni nadra sana kupatikana katika maeneo yenye mkusanyiko mkubwa wa watu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Damascus. Umoja wa Mataifa umesema hivi leo kuwa zaidi ya wakimbizi 300,000 wamerejea nchini Syria tangu kupinduliwa kwa utawala wa Rais Bashar al-Assad Desemba mwaka jana. Hayo yameelezwa na Celine Schmitz wa shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva. Hata hivyo, nchi hiyo bado inakabiliwa na changamoto kadhaa za kiusalama. Mamlaka mpya za Syria zimeanzisha operesheni kabambe dhidi ya wanamgambo watiifu kwa Assad katika mkoa wa pwani wa Latakia, ambapo mapambano hayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 130 katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Frankfurt. Wafanyakazi katika viwanja 11 vya ndege vikubwa zaidi vya Ujerumani, vikiwemo vile vya kimataifa vya Frankfurt na Munich, wanatazamiwa kufanya mgomo siku ya Jumatatu, huku zaidi ya safari za ndege zipatazo 3,400 zikitarajiwa kuahirishwa na kuwaathiri wasafiri wapatao 500,000 na 10,000. Mgomo huo utafanyika huku kukiwa na mzozo unaoendelea kuhusu mishahara ya wafanyakazi wa sekta ya umma ambao waligoma pia mwezi uliopita na kusababisha usumbufu mkubwa kwenye viwanja vya ndege. Joachim Lang, mkurugenzi mkuu katika chama cha usafiri wa anga cha Ujerumani BDL, amesema mgomo wa Jumatatu hauna uwiano
na utaviathiri sekta zingine ambazo hazihusiki na malalamiko hayo, huku akitoa wito wa kuwepo kwa kanuni mpya za migomo katika sekta muhimu nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Na sasa ni kurejesha upande wa pili wa studio kwake Tatu Karema kwa uchambuzi wa ripoti zetu. DW Dunia Yetu leo jioni. Na shukrani sana Bakari Ubena kwa habari hizo. Miongoni mwa wale tuliokuandalia jioni aliyofuatilia yetu ni kwamba ujumbe wa ngazi ya juu wa Hamas wasili mjini Cairo kuendeleza juhudi za kuyarefusha makubaliano ya kusitisha vita Gaza. Urusi yaongeza kampeni ya kijeshi nchini Ukraine kwa mashambulizi makubwa ya makombora na droni. Na Rais William Ruto wa Kenya na Waziri Mkuu wa zamani Raila Odinga watia saini mkataba wa kisiasa. Kumbuka basi hata nawe pia una fursa ya kuweza kushiriki katika matangazo haya. Tafuta ukurasa wetu tu wa DW, Instagram na Facebook, utuachie ujumbe wako, baadaye tutaweza kusomea hapa studioni. Na moja kwa moja tunaanza na habari kwamba ujumbe wa ngazi ya juu wa kundi la wanamgambo la Hamas umewasili mjini Cairo ili kuendeleza juhudi za kuyarefusha makubaliano yanayosuasua ya kusitisha mapigano huko Gaza, ambayo kwa kiasi kikubwa yamesitisha uhasama na Israel. Grace Kabogo anaarifu zaidi kuhusu hali inayoendelea Mashariki ya Kati. Maafisa wawili waandamizi wa Hamas wamesema leo kuwa ujumbe huo uliowasili leo utakutana na maafisa wa Misri kesho kujadiliana hatua zilizopigwa hivi karibuni, kutathmini maendeleo katika kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano na kuzungumzia masuala yanayohusiana na kuanzisha awamu ya pili ya mpango wa kusitisha mapigano. Mmoja wa maafisa hao ameliambia shirika la habari la Ufaransa katika mkutano huo na wapatanishi wa Misri, Hamas itaiomba Israel kutekeleza makubaliano, kuanza awamu ya pili ya mazungumzo na kufungua vivuko kwenye maeneo ya mpakani ili kuruhusu msaada kuingia katika ukanda wa Gaza. Amesema katika awamu ya pili ya makubaliano, Hamas inataka Israel iondoke kabisa Gaza na kumaliza mzingiro, ujenzi mpya wa Gaza na msaada wa kifedha kwa kuzingatia maamuzi ya mkutano wa kilele wa viongozi wa mataifa ya Kiarabu uliofanyika wiki hii mjini Cairo. Kulingana na afisa huyo, Hamas iko tayari kujadiliana kuhusu kubadilishana wafungwa ili kuwaachilia huru mateka wote wa Israel wakiwemo raia wa Marekani. Siku ya Jumatano, Rais wa Marekani Donald Trump aliwaonya watu wa Gaza kuwa wataangamizwa ikiwa mateka wote wanaoendelea kushikiliwa na Hamas hawatoachiwa sasa. Inaaminika kuwa raia 5 wa Marekani ni miongoni mwa wanaoendelea kushikiliwa mateka. Katika hatua nyingine, msemaji wa serikali ya Ujerumani Steffen Heberstreit amesema leo kuwa nchi hiyo inaunga mkono mpango uliowasilishwa na mataifa ya Kiarabu kuhusu ujenzi mpya wa Gaza ambao kwa kiasi kikubwa uliandaliwa Misri. Mpango huo una vipengele vingi vizuri ambavyo vinaweza kutumika kama msingi wa kupata mafanikio zaidi, na mazungumzo yenye kujenga kuhusu mpango huu yanapaswa kuanza sasa. Ni muhimu sana kwa serikali ya Ujerumani kwamba Gaza sio kitisho tena kwa Israel. Aidha, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani Sebastian Fischer ameongeza kusema kuwa Ujerumani itajadili kwa ukaribu zaidi taarifa hizo na washirika wake wa Magharibi na wa mataifa ya Kiarabu. Kulingana na Fischer, nchi za Kiarabu zimeonyesha ishara muhimu ambayo inaashiria nia yao ya kutoa mchango wao katika kupata suluhisho endelevu kwenye mzozo wa Gaza. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uswisi imesema mkutano uliokuwa ufanyike Geneva kujadiliana kuhusu kuwalinda raia kwenye maeneo ya Kipalestina yanayokaliwa kimabavu na Israel umefutwa baada ya nchi chache tu kati ya 196 kukubali mwaliko wa kuhudhuria. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuitaka Uswisi kuitisha mkutano huo ili kuthibitisha tena makubaliano ya Geneva, msingi wa sheria za kimataifa za kibinadamu, kutokana na wasiwasi kwa Wapalestina. Israel imeukosoa mkutano huo ikiutaja kama sehemu ya matumizi ya mifumo ya kisheria dhidi ya nchi hiyo. Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo.
Urusi imeongeza kampeni yake ya kijeshi nchini Ukraine kwa mashambulizi makubwa ya makombora na droni dhidi ya miundombinu ya nishati ya nchi hiyo, jambo ambalo limezua mito mipya ya kusitisha mapigano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameitaka Urusi kuchukua hatua za kwanza kuelekea amani, akisisitiza kusitishwa kwa mashambulizi ya angani na baharini kwa pande zote. Hata hivyo, Kremlin imekataa wazo la kusitisha mapigano kwa muda, ikidai kuwa mashambulizi yake yanalenga sekta ya kijeshi ya Ukraine. Hawa Bihoga na taarifa zaidi. Mashambulizi haya hivi karibuni yameharibu miundombinu muhimu ya nishati nchini Ukraine kuanzia Kharkiv hadi Ternopil, huku miundombinu muhimu ya gesi katika mikoa ya Poltava na Odessa ikipata athari kubwa. Jeshi la anga la Ukraine likitumia ndege mpya chapa Mirage kutoka Ufaransa lilifanikiwa kuzuia makombora 34 na droni 100. Licha ya juhudi hizo, mashambulizi haya yamezua hofu kuhusu uwezo wa nchi hiyo kuendelea kuwa na usambazaji wa nishati wakati vita vinaendelea. Jumuiya ya kimataifa imeitikia haraka mashambulizi hayo, ambapo rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameunga mkono wito wa Zelensky wa kusitisha mapigano, akisisitiza umuhimu wa kusitisha mashambulizi kama hatua ya kujenga imani. Erdogan, ambaye awali amesaidia mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine, amesisitiza haja ya mazungumzo ya kidiplomasia na njia inayoweza kuelekea amani. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza pendekezo la pamoja na London la kusitisha mapigano kwa mwezi mmoja, hatua ambayo itajumuisha sekta ya anga, bahari na miundombinu ya nishati. Wakati hayo yakijiri, mijadala kuhusu mustakabali wa Ukraine inaendelea ndani ya Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban, mpinzani mkubwa wa wanachama wa Ukraine ndani ya EU, amesisitiza msimamo wake wa kupinga kuharakishwa kwa mazungumzo ya kujiunga kwa Kiev. Barani Ulaya kuna dhana ya kuiunga mkono Ukraine, lakini kwa gharama ya uchumi wa Ulaya. Ingawa msaada ni muhimu, haupaswi kuleta maangamizi. Wanachama wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya unaweza kudhoofisha bara, ikiwemo uchumi wa Hungary. Hivyo mchakato huu unapaswa kusitishwa mapema kwa uwajibikaji. Upinzani wa Orban unakuja wakati ambapo kuna wasiwasi mkubwa ndani ya Umoja wa Ulaya kuhusu jinsi ya kuendelea kutoa msaada wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Kiongozi huyo wa Hungary alikuwa mwakilishi pekee wa Umoja wa Ulaya aliyepinga msaada wa ziada, jambo ambalo linaonyesha mgawanyiko ndani ya jumuiya hiyo kuhusu msaada kwa Kiev. Wakati huo huo, Ufaransa inajiandaa kuwa mwenyeji wa mazungumzo muhimu mjini Paris Jumatano ijayo, ikiwakutanisha mawaziri wa ulinzi kutoka Uingereza, Ujerumani, Italia na Poland kujadili msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Mazungumzo hayo yanakuja baada ya kusitishwa kwa msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Kiev na kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu usalama wa Ulaya. Mawaziri wanatarajiwa kujadili jinsi ya kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na mikakati ya muda mrefu ya kuongeza uwezo wa kijeshi wa Ulaya ili kuimarisha usalama wa pamoja. Huku Ukraine ikiendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kijeshi na kibinadamu, matukio haya hivi karibuni yanaakisi mvutano unaoendelea kati ya kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi na juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhisho la mzozo huu wa miaka mitatu sasa. DW tunavuma kwa kishindo.